3:28 inasema kama siku zinakuja, asema Bwana, atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Mungu alikuwa anataka aje atembee katikati yetu, kwa sababu kwa nguvu zake na uwezo wake hakuna mwanadamu ambaye angeweza kumwona Mungu. Kwa hiyo akaamua Mungu ashuke aje achukue mwili, avae mwili, halafu huo mwili ukaitwa Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Huo mwili ukaitwa Yesu. Maana Yesu alikuwa anatembea, alikuwa anakuwa ni Mungu nekana. Ndio maana Yesu akasema, aliyeniona mimi amemwona Baba. Aliyeniona mimi aliyeniona Baba. Wanafunzi wakamuuliza, tuonyeshe Baba. Akawaambia, ninyi ni vipofu. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Haleluya. Sema Roho Mtakatifu ni Mungu. Nataka Mungu tukushia maiki. Mimi nimechelewa. Roho Mtakatifu ni Mungu. Piga makofi makubwa kwa Bwana. Ongeza tena makofi kwa Roho Mtakatifu. Kuna kuzungumza juu ya Roho Mtakatifu. Hatuzungumzi upepo. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na hilo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno akavaa mwili. Wonderful. Ni andiko la ukweli lenye nguvu. Hapo mwanzo kulikuweko, tuseme kwa sauti wote, hapo mwanzo huyo neno alikuwa, tumalizie, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Turudie mara ya mwisho, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Piga makofi kwa Bwana. Roho Mtakatifu sio upepo, sio watatu. Ndiye Mungu. Ni lugha zilikuwa zinatumika. Alikuwa anajibadilisha Mungu na anajipa majina tofauti tofauti, lakini ni yeye. Ndio maana nilipomuuliza, unaitwa nani? Waambie niko ambaye. Akamtokea tena Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu, wewe ni nani? Akasema mimi naitwa Yehova Yire. Wakishinda vita, unaitwa nani? Mimi naitwa Yehova Yire. Wakitaka uzima, mimi naitwa Yehova Rafa. Haleluya. Wakitaka uzima tu, naitwa Yehova Rafa. Yaani anabadilika, niko ambaye niko. Ni Yesu anajiuliza na majina mangapi? Mpaka ikafika mahala anamwambia Musa katika kitabu cha Kutoka, baba zenu walinijua kwa jina Mungu Mwenyezi, lakini sasa najulikana kwa jina fulani. Kwa alikuwa anabadilisha majina, ila ni yeye tu. Alivyokuwa anabadilisha majina, ndivyo alivyojibadilisha akaitwa Yesu. Ni huyo hapa kwenye picha kwamba Yesu, ndio maana wao anaona ufahamu wako, unamwona yeye ni watatu. Unamfananisha na kanjiwa. Unaanza kuona mimi kanjiwa kaingia kweli huko kichwani. Yesu sio njiwa. Roho Mtakatifu sio njiwa. Roho Mtakatifu sio kamoto. Huyo ni tu picha tu. Roho Mtakatifu sio kitu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Atakapokuwa ndani yako, ana uwezo wa kubadilisha chochote. Ndio maana akaamua, mimi nakuja kukaa ndani yao. Nitatembea kati yao. Sasa na huyu Yesu alikuwa. Unajua aliumbwaje? Alipoamua kufanya kwa sababu soma Luka chapter 1:26. Luka 26 sura kwanza mstari 20. Soma haraka. Don't delay. Wengine aliyefika asome, kama leo Biblia soma haraka. Luka sura kwanza mstari 26. Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareth, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Na mbali
ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Sikiliza sasa hapa. Mungu sikiliza. Bwana alimwambia Bwana wangu. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno alikuwepo, huyo neno alikuwa akafanyika mwili. Mwili unafanyikaje? Ndio hizi process. Ninakwenda duniani, mimi Mungu nikishuka na utukufu wangu na majeshi yangu na nguvu zangu, wanadamu watanikimbia. Kuna siku Musa alitaka kumwona Mungu. Mungu akamwambia, hakuna mwanadamu aliyeniona akawepo atakufa. Amen. Siku nyingine wana Israeli wakasema, wewe Mungu, Musa kila siku anatuletea amri za Mungu na maelekezo, na sisi tunataka tukamwone Mungu. Mungu akamuuliza, Mungu anataka waone na wewe. Biblia inasema hivi. Akamwambia, sawa, waruhusu waje. Waambie ufue nguo zao nini. Haya, wakafua nguo wakajiandaa. Haya, baadaye kwenye mlima wakamsogelea ule mlima. Akamwambia, sasa Mungu anakaribia kuja, jiandae. Alipofika mlima ikatikisika moto mawe, yani kama mlima huu unatoka mbali na nyumba zilizopo. Tukaona alafu kila mtu alipokuwa amesimama anaona tetemeko kama kama yalivyoingia anapotikisa kichwa. Huyo Mungu wakati sisi wewe utakuwa acha basi tumetosha leo. Akaogopa. Akasema, wewe Musa utakuwa unazungumza huyo Mungu, sisi tunatuletea maneno yako, tutamsikiliza, hatutaki hata kumuona wewe peke yako. Wewe unaenda kumuona wewe, sio kumuona Mungu hivi alivyo. Wewe utaishi. Lakini leo akanijita Mungu anakaa ndani yetu. Mungu amejishusha anakaa ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yeye alifunika mwili. Utazaa, utamwita jina lake nani? Yesu. Ndio maswali aliuliza huyo dada. Alikuwa mzuri sana huyo dada. Akauliza huyo dada, utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na mwana wa Mungu. Atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika. Sema kwa nguvu. Roho wake atakujilia kwa nguvu. Sema, Roho wake atakujilia kwa nguvu. Atakufunika. Atakufunika. Umesikia hilo neno? Maana Roho Mtakatifu Mungu akaamua sasa na uchukuaje mwili. Kama yeye aliweza kuchukua udongo huu akaumba ni sanamu, alafu akapuliza hivi, tukatokea sisi watu, na akisema tu maneno tazama, tukaanza kuzaa. Ndio chanzo cha Mungu. Sisi maudongo. Ndio maana ukizipa leo, baada ya miaka hatutaona mtu, tutaona tu ni mifupa. Sasa anashindwa nini? Tayari ameshaumba mdoli, anaamua kwamba nataka nichukue mdoli mwingine kwenye mwili wangu. Anashindwa nini? Yeye Mungu akasema atakufunika. Maana yake Roho Mtakatifu huyo ataingia, atautengeneza mwili. Yaani Roho Mtakatifu atatengeneza mwili kwenye tumbo la Mariamu. Yaani ilichukuliwa mbegu katika ulimwengu wa roho, ikaja kuingizwa kwenye yai la Mariamu.
alichukua mbegu ya binadamu, mbegu ya kiume ikaingizwa. Kama wanadamu wanapandikiza watoto, atashindwa Mungu kupandikiza? Na kuuliza, Roho Mtakatifu alitumia kupandikiza mbegu. Ndio maana alitoka juu, ilichukuliwa mbegu takatifu ambayo haina asili ya mwanadamu. Maana mwanadamu ana maandalizi ya mengi, mama roho ya mganga, mama isichukue roho ya mwanadamu ya shida, akatengeneza mbegu mpya. Hiyo mbegu ikaja kuingizwa, ilipoingizwa ikatengeneza mwili kwenye yai la Mariamu. Halafu akakuwa mtoto tumboni mpaka miaka 35. Mshangilie Bwana Yesu. Huo mwili ndio uliitwa Yesu. Sema Yesu. Hapa imesema hivi, atazaliwa mwana wa aliye, atamiliki kiti cha nani? Maana kuna watu wawili hapa. Kuna mwana wa aliye juu, ambaye jina lake mwana aliye juu ni Kristo. Alafu mwana wa Daudi Yesu. Yesu ni jina la duniani, lakini yeye ni Kristo. Kristo maana yake mpaka mafuta. Mpaka mafuta maana tumepaka. Unapoona mafuta ni Roho Mtakatifu. Jina la mbinguni la kiroho la Yesu anaitwa Kristo. Jina la duniani kwa sababu ya mwili liliitwa Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi. Naposema atachukua ufalme wa wana wa Daudi, maana yake kwenye mwili ukoo uliomzaa Yusufu alikuwa wa Daudi, ukoo wa Daudi. Mariamu alikuwa ni ukoo wa Daudi. Kwa sababu amechukua mwili kwenye ukoo wa Daudi, inabidi achukue jina kwenye ukoo wa Daudi. Lakini ataitwa mwana, ndio maana imeandikwa ataitwa mwana wa aliye juu. Kwa hiyo hapa kuna Kristo na kuna Yesu. Pige Bwana Yesu makofi. Ukisoma Mathayo 2 mstari wa kwanza, Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 6. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Wayahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa? Tuliona nyota mashariki ya mbali na si tulikuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pamoja. Akakusanya watu wakuu. Hiyo ndio point right. Akakusanya wote wa kuhani na watu wote, akatafuta kujua habari kwao. Kristo azaliwa. Anasema Kristo azaliwa. Hapa haisemi Yesu. Imebadilika na Kristo. Anasema Kristo. Kuna Yesu na nani? Yesu ni jina la duniani. Kristo ndiye Mungu, ni Roho Mtakatifu. Kristo linatokana na neno la Greek Christos, likimaanisha spirit, likimaanisha roho, anointed one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo mwana aliye juu anaitwa Kristo. Kristo ndo alifaa mwili, Roho Mtakatifu ndo alizaa mwili, huo mwili ukaitwa Yesu. Tunaelewana mpaka hapa? Tunaelewana mpaka hapa? Ndio kusoma Mathayo 16 mstari wa 13. Yesu akawauliza kina Petro, akawauliza wanafunzi wake, wananihitaji? Andika Mathayo 16 mstari wa 13. Wananihitaji. Anasema Mungu, na nyinyi wote wanakaa kimya. Ona majibu. Halafu mmoja Roho Mtakatifu akamfunulia, akamwambia, huyu si hao mnaowasema, huyu ni Kristo. Amen. Anasema wewe, anajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa aliye juu, mwana wa aliye hai. Yesu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, ila Baba yangu wa mbinguni amekufunulia.
Petro hakumjua Yesu Kristo kama ni Kristo mpaka alipopata ufunuo. Huwezi ukamjua Mungu bila kuwa na ufunuo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Huwezi ukawa Mkristo na sisi tunaitwa Wakristo. Ni Wakristo kwa sababu tuna Roho wa Mungu, kuna Mungu anakaa ndani yetu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana inasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye juu. Unapopokea uwezo, Roho Mtakatifu anapokuja kukaa ndani yako, unabadilika, unaitwa Mkristo. Neno Mkristo maana yake ni Mungu ndani yako akitenda kazi katikati ya wanadamu. Ni Mungu ndani yako asiyezuiliwa na mazingira. Ni Mungu ndani yako ambaye ni Rehobothi. Ni Mungu ndani yako anayeweza kutembea juu ya maji, anayeweza kufanya jambo lolote, anayeweza kuponya, anayeweza kufufua, anayeweza kufanya mambo makubwa. Ndio maana sisi zote tunamwambia Kristo, kama bado una lengo ya kutaka maombezi, wewe hujawa na uwezo wa kudhihirisha, bado ni kuchanga sana, bado kuumia kwa dini Kristo. Lazima uwe na uwezo wa kusababisha mambo yatokee, kwa sababu ndani yako yuko Kristo. Bali imeandikwa, kwa maana wote waliopokea aliwafanya kuwa wana wa aliye juu. Maana yake tumefanya kuwa wa Kristo, tumefanya kuwa wapakwa mafuta, tumefanya kuwa makuhani. Ufunuo inasema nani ni makuhani. Nataka nione mikono ikipiga kumshangilia Bwana. Nataka nione mikono yote ikimshangilia Kristo. Mshangilie Kristo ndani yako. Mshangilie Kristo ndani yako. Mshangilie Kristo ndani yako. Unaona, Mkristo sio imani ya dini ya Kikristo. Kristo maana yake una Roho wa Mungu ndani. Una Roho Mtakatifu na makombo. Huwezi ukashika mapombe, huwezi ukashika bangi, huwezi ukafanya ushirikina, huwezi ukaenda kwa mganga wa kienyeji eti akutafutie dawa ya kumaliza matatizo. Huo ni ujinga. Hakuna mganga wa kuondoa matatizo zaidi. Una Mungu aliyeko ndani yako anayeweza kutatua matatizo. Haleluya! Haleluya! Yasikia amina nzuri. Haleluya! Tena kwa nguvu. Haleluya! Yasikia sauti. Haleluya! 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 Mshangilie Roho Mtakatifu. Pigia makofi. Yesu akamwambia Petro, umefunuliwa. Karama ya Wakorintho wa kwanza 12 sasa tutasoma baadaye. Namba 3, Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu, ushushu tabia ndani ya mtu, tabia ya Mungu. Wagalatia 5:22 umfanya mtu, tukiangalia ya kwanza, umfanya mtu amtumikie Mungu. Sasa jiulize, huwa una kiu ya kumtumikia Mungu? Niwaulize nyinyi mshirika wapo, mna kiu? Na wauliza, mna kiu nyinyi ya kumtumikia Mungu? Sasa una kiu na Mungu wewe? Kiu na Mungu, tunamwona mtu pia na kiu. Na nyinyi mshukuru Mungu kwa sababu ameniambia niwahubirie sasa ili mjaze kwa Mtakatifu. Mshukuru. Bwana mchungaji anaitwa Mbamba anayetafuta Mungu. Mshukuru. Ungekuwa mnanyosha mikono ya kenge. Yaani ndio mnanyosha matendo. Watu wanataka hela zao na madini na gari na hoteli, basi ana shida na nini? Hana shida na watu. Wanataka vitu vyao, hela yao.
huwezi. Unashindwa kuhubiri njoo kwa Yesu. Unashindwa hata kuja kufagia hapa. Unashindwa hata kuhudhuria ibada. Unashindwa hata kuja kwenye maombi. Aliwe pia ni mwombeo mtakatifu. Toa zile takataka zote zisumbufu zote za kubadilika. Niletee watu na kwa jambo mtakatifu na kutumikia. Nimezifukuza kwa kuendelea kuomba. Toka kabisa. Sababu shirika vya namna hivi vinakuumiza kichwa mchungaji, naweza kusikia mbinguni. Inafanywa na uchungu na pressure. Hela havina, jua hiki vichwa vya gogo. Badilika, jana utakatifu. Jana utakatifu. Ukiwa maskini tumikie Mungu. Ukipenda siri ya kuwa tajiri. Tumikia tu Mungu. Ukimtumikia Mungu, Mungu atakufungulia milango ya kufanikiwa. Mungu atakufungulia milango ya kupata hela. Ukiwa kwenye kazi useme Yesu, utashangaa Mungu anakuletea kazi za ajabu. Ukisema kuna kazi, shika tu Biblia, nenda kahubiri mitaani, utashangaa kazi zitapatikana fasta. Bwana biashara yenu, hubiri watu. Tumikie Mungu, jipendekeze. Hata kukuita kiherehere sawa. Mimi ninachotaka ni mtumikie Mungu. Sitaki kumwangalia fulani mbona hajafanya. Mimi ndio kazi ya mtu ana Roho Mtakatifu. Ana Roho Mungu anamsukuma yeye mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Tatu, ninasema hushusha tabia ya Mungu. Galatia 5:22 inasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Ile tunda la Roho Mtakatifu, furaha, amani, uvumilivu, utu wema. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, automatically tunda hili ndio linakuja ndani yako. Umesikia? Sikiza vizuri. Roho Mtakatifu haji kurekebisha tabia, anakuja na tabia zake mpya. Kama ulikuwa na hasira, haji kuondoa hasira, ila analeta upendo. Upendo ukijaa, hasira inakimbia yenyewe. Kama ulikuwa na kiburi, Roho Mtakatifu akija, hashughuliki na kuondoa kiburi, anakuja kuleta unyenyekevu, kiburi kinaondoka chenyewe. Kama ulikuwa muongo, Roho Mtakatifu hapambani kushughulika na kutoa uongo, anakuja na roho ya kweli, utaanza kusema ukweli. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Hafanyi renovation, hebu sema renovation. Renovation ni nyumba imechakaa, unaanza kukarabati upya. Roho Mtakatifu hana kazi ya kujaa vumbi puani, ana kazi ya kuleta tabia mpya. Ndio maana unapaswa kujua tabia mpya. Usijue idadi ya madhambi ni ngapi. Unatakiwa kujua tunda la Roho linakaa ndani yangu, furaha, amani, uvumilivu, utu wema. Ni mwema kiasi gani? Unafanyaje watu wema? Ukiokoka, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, huwezi kumfanyia mtu mbaya. Huwezi. Utajisikia vibaya kumtendea mtu kibaya. Awe mke wako, awe mume wako. Chochote huwezi ukakifanyia kitu kibaya. Jirani. Kwa sababu tunda la Roho linakaa ndani yako. Namba 4, kazi ya Roho Mtakatifu na hoteli nasema vinafufua. Sema mimi hivi. Unaweza kuomba kweli kama kusema tu amini. Unaona umefunga. Nasema Roho wa Mungu akiingia ndani yako, vitu vilivyokufa anavifufua. Amen. Anavifufua. Amen. Anavifufua. Amen. Yaani mimi niko serious, anavifufua. Amen. Yesu alipokuwa amekufa amezikwa, siku ya 3 alienda kufufua. Atengeneza mwili mwingine wa kiroho wenye kupaa, akapaa. Alitengeneza mwili mwingine, walikuta wamefungwa milango, yeye akapita katikati yao. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, utajua taarifa za kiroho. Wakorintho 1:2 inasema mtu mwenye tabia ya asili
hayajui mambo ya roho wa Mungu. Tabia za asili ni mtu ambaye hana roho Mtakatifu. Kikisema cha Mungu wewe unakitafasiri usumbufu, ukisema mchana usumbufu, ukisema ibada, yaani kila kinachosema maombi ni ufunge kutafuta nini? Unajui kumbe kule kufunga Mungu amesema tufunge. Kumbe anaona mwezi unaokuja mtoto wako anaweza akagongwa pikipiki. Wewe unapuuza tu. Kumbe kufunga kwako hapa Roho wa Mungu atazuia matatizo. Wametengeneza kisasi. Elon Musk ametengeneza wanadamu vidogo. Wazungu mpaka sasa hataki kuoa, ametengeneza midoli ya kike. Kama mwanamke unaiseti, akitaka kula chakula anaisemesha bali yake, unamsema nzuri, unasemaje mume wangu? Mdoli unamsema Elon Musk. Niletee maji, unaenda kuchota maji unamletea. Unasema kuna sababu ya kuwa na mwanadamu. Kwa nini wewe mwanamke haja nisumbue? Utachukua mdoli usio msumbue. Wanawake nao wameamua kutafuta wanaume. Na anatengeneza na yeye wanaume. Anatembea nao mjini na ndefu. Wakati umeelewa juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Hakuna miungu wawili wala watatu. Is one. God is one. Ila anajibadilisha. Alipotaka kuonekana na wanadamu, akaja kuvaa nini? Tumesoma Biblia, amini Biblia. Kitabu ambacho unapaswa kukiamini ni hiki. Alikuwa na vitu vyepesi. Akavaa mwili wa mwanadamu. Alikuwa kwa Mungu, alikuwa ni Mungu. Akavaa mwili, akatembea. Ndio maana naona Yesu anasema mimi ni mnyenyekevu na mpole. Uache utukufu, uache heshima, uache kuabudiwa. Akaombea tu yatoke matatizo yake bila kupata kufunguliwa kiroho. Anataka tu akaombewe mikosi itoke. Akimaliza kuombea mikosi katoka, anaendelea na mambo yake. Huyo hajafunguliwa. Funguliwa muujiza wa kwanza. Na ndio maana mimi nafurahi wewe unapokuwa umeokoka. Mimi furaha yangu ni kukuhubiri wewe umeokoka. Umhubiri Yesu, umjue Yesu, umjue Mungu. Ninapokutazama najisikia furaha. Ninapoona watu wanaokoka najisikia furaha. Haleluya! Ndio furaha. Ndio maana Mungu anasema apendi mtu yote apotee. Anarudi nyuma. Kazi au tatizo kumfanya mtu amtumikie. Kazi ya pili, wapa wanadamu vipawa, karama, huduma. Waefeso 4 nasema alitoa wengine kwa mitume. Huduma ziko 5. Huduma ya kwanza, wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ni sikiliza. Imesema kwa kusudi la kuuza mali. Hapana. Kusudi la kuuza chumvi. Hapana. Kusudi la kutuma nywele za watu. Hapana. Kwa kusudi la kuchimba kisima kanisani. Hapana. Unapoona anajiita nabii, anauza maji, huyo sio nabii aliyechaguliwa na Kristo. Ukiona nabii anauza maji, anauza kokoto, anauza mchanga, anatuma watu nywele, huyo sio nabii aliyechaguliwa na Yesu. Wala sio mtume. Biashara. Nunua hiki, unakuta maji yamejaa. 10,000. Ni njia ya kugusa Mungu. Na kwa sababu tu ni majinga, Matanzania mavivu ya kusoma, yenyewe ndio inatafuta kama umbea, kushabikia tu mipira siku na ushenzi. Haina Roho Mtakatifu. Haina somi neno. Kizazi cha washenzi. Hataki kufunga, hataki kuomba. Kwa hiyo kiona mtu anawarahisishia, hata akisema achama mdomo wako nikukojolee, hata achama dhiri kwa baba amesema, "Pum, mzee kwa chini kwa namna hii." Haleluya. Haleluya.
unahitaji Roho Mtakatifu. Amen. Usiende kwa hayo manabii. Amen. Iende kwa hao mashetani. Amen. Hao ndio makristo wa uongo. Amen. Maandiko yanasema watadanganya wengi. Chukua na kokoto. Mtu anasoma kokoto anasikiaza kanisani. Kila kokoto 10,000. Anashinda kununua gari. Mkimwona mwenye mchungaji, lakini wa kwetu hii mbona hivyo? Kwani mimi ningetaka ushauri kwani mnashinda kununua nyinyi hayo makokoto? Si kuna maana na uvivu wa kuomba, nisema hii kokoto ukiinunua ukaningiliza kwenye nyumba yako, mikosi yote inakuwa kweli. Unakuna leo unaangalia tu kokoto. Kokoto itakulinda. Tangu lini kokoto itakulinda? Akikulinda ni Yesu. Amen. Ndicho kinachofanyika. Na hao washirika hawakui kiroho na hawamjui Mungu, walikaribu kutembea kwenye mabegi na makokoto na upumbavu na ushetani. Hiyo roho ife kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiyo roho utoke. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Na sasa kwa nguvu sana sema sema mara ya mafuta. Tumika mafuta. Andiko anasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, awaite wazee wa kanisa wampake nini? Mafuta kwa jina la Bwana. Sio kwamba yale mafuta yanafanya kazi, ila ni ishara kwa ufunuo maalum. Sio mafuta ndio anasema anatembea na kachukua mafuta. Mafuta ya ulinzi, anaendesha gari. Mafuta ya ulinzi, anaendesha basketi. Mafuta ya ulinzi, anafanya sio nini? Mafuta ya ulinzi. Kwenye unakuta hapo anatembea kwenye mikoba na mafuta. Hiyo tena ni imani potofu. Ni roho zidanganyaza. Ukiona mtu anatembea na mafuta mavitu eti kama ulinzi, mara kokoto. Kuna duka la kokoto pale, wanauza kokoto. Kokoto sio za kutoka, sio mchanga kutoka Israeli. Kumbe hata Israeli tabebaje kwenye ndege kutoka Israeli mpaka kuleta. Ni mchanga ya msungwi tu, si wana wabagore kule. Inabebwa tu ndio kwa sababu watu ni wajinga, hamtaki kujua nguvu za Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo nimekuletea habari njema. Unataka ujue Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu, unahitaji mchanga, unahitaji mafuta, unahitaji makakakaka, unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakuongoza. Anaweza kukuongoza kwamba shika huo hii utapona. Maana vitu vyote ni vya kwako. Ukishika pale unafanyaje? Atakwambia shika hapa utapona. Ukishika pale unafanyaje? Lakini sio kila siku shika hapa. Una tatizo, unakunywa maji. Maji hii ni uzima. Utakunywa utapona, lakini sio kila siku unywe nini? Ukiona kila imani yoyote inatumia kitu kile kile kila wakati, maji. Kuna wengine wana visima vya upako. Ni ushenzi wa duniani, ni ushenzi wa kiroho. Hizo roho zinaitwa ossifican. Sema ossifican spirit. Sema kwa nguvu ossifican spirit. Sikia ukitamka ossifican spirit. Yaani hizo roho ni za kimazingaombwe. Anakuwa nayo mtu mhubiri, anamsema Yesu. Sio kila mtu anayesema Yesu ni mhubiri wa kweli. Mhubiri wa kweli hapimwi kwa idadi ya watu, hapimwi kwa nini, hapimwi kwa magari, anapimwa kupitia neno la Mungu. Anaisemaje kweli kuhusu Biblia? Kwa Land Cruiser hapimwi kwa kumiliki ndege. No. Imani yetu imesimama katika agano jipya. Haleluya. Na ukitaka kujua huyu mtu sio wa Kristo, wanapenda sana kusoma agano la kale tu. Maandiko ya agano la kale masheria. Agano la kale lilikuwa ni kivuli, ni quotation, tunafanya tu kama kuquote. Agano la kale. Unaona? Elisha, aliye maji, aliweka shoka. Unakuwa bebe shoka, kama unabeba hayo mavitu. Maana nyinyi washirika
Wasikiliza, ni wavivu. Ule uvivu unawafanya msimjue Mungu, msimtafute Mungu. Ni wavivu kumtafuta Mungu, ni wavivu kujua mambo ya Mungu. Mnataka mletewe. Ndio maana mnaweza kuletewa hata na mavi ya punda na mikojo ya kenge. Mnaambia ni ya upako, wewe unakunywa tu. Kwa sababu huna Roho Mtakatifu. Watu wanalishwa vitu ya ajabu. Kuna mhubiri kuna na watuma nywele. Nywele zote za aina 3 unazijua wewe. Zote na watuma. Kama alifungua na serikali. Ndio baba. Mchungaji anashika nywele za washika wao. Ni ushenzi. Ni roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Umefika wakati kanisa la Tanzania tuinuke, tukatae sisi watumishi wa Mungu wa kweli. Huo ni uongo, wala kuna ufunuo. There is no any revelation ya kutuma nywele za washirika. Amen. Sasa mchungaji kabuki, mshika kubeba amekafunga hapa. Nikabuka za wapi na muuliza za wapi mwanangu? Mwanangu hizi nywele ni za upande gani? Ni ushenzi. Ujae uweza Roho Mtakatifu. Kazi ya Mtakatifu ya kwanza hukufanya amtumikie Bwana. Yesu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Unaona lengo la Roho Mtakatifu? Unaona lengo la upako? Lengo la kujaa sio kufanya nini, ni kuwafungua watu. Kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako atakupeleka huko na huko, utakuhubiri. Utatembea kwenye gari useme Yesu. Utakuwa ofisini umemficha Yesu. Yesu akasema atakayenionea haya mbele za watu, na mimi nitamwonea haya mbele za Mungu. Unaweza ukaenda motoni kwa sababu uliona haya. Uliona haya kumsema Yesu kwa sababu hauna mafuta ya kukufanya useme Yesu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Amenipaka mafuta kufanyaje? Kuhubiri watu habari njema, kutangaza, kufungua vipofu. Vipofu sio wa mwili, vipofu wa kiroho, viziwi wa kiroho, waliofungwa wa kiroho, ili wafunguliwe. Muujiza wa kwanza unaposikia kufunguliwa, deliverance, ni kuhamishwa katika nguvu za giza na kuingizwa katika nguvu za mwana wa pendo lake. Katika Kolosai 1:13 alituokoa akatuhamisha kutoka katika nguvu za giza. Kufunguliwa sio kutoka tu mapepo. Kufunguliwa ni kutoka katika nguvu za giza, ukaipokea Injili, ukamwamini Yesu. Wewe unaitwa umefanyiwa deliverance, spiritual deliverance. Unapokuwa umefunguliwa, tayari umetoka kwenye nguvu za giza. Ina maana na huo mwili wa Yesu usingejaa Roho Mtakatifu, angekuwa mwananchi, angekuwa ni raia tu, angekuwa ni mkulima tu, angekuwa fundi seremala kama baba yake. Maana baba yake alikuwa ni fundi wa kutengeneza vitu. Kama angekuwa ni driver, Yesu angekuwa ni driver tu. Kama angekuwa ni mwalimu, Yesu angekuwa ni mwalimu. Maana msaada familia ya kiwalimu. Lakini alihitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji Roho Mtakatifu. Naweza kukiti. Unahitaji Roho Mtakatifu.